Mtu wa Mungu, unahitaji kibali na neema juu ya kichwa chako 2026. Sehemu yoyote utakaposoma kwenye maandiko, Mungu alipompatia mtu kibali mbele zake, mara nyingi alimpa na kibali machoni pa watu. There is no way Mungu akakukubali alafu watu akakukataa. Nataka tuende kwenye prayer point yetu ya kwanza, tuende kuomba kibali. Nataka umwambie Bwana, ninaomba kibali mbele zako na ninaomba kibali machoni pa watu 2026. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26, maandiko yanasema, na huyo mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na akapata kibali kwa watu pia. Na rekodi mojawapo nzuri kwa habari ya maisha ya Samueli, Samueli ni nabii ambaye hakuna neno la unabii lililowahi kudondoka kwenye kichwa chake likaenda bure. Kila neno alilolitamka lilitimia. So mtu wa Mungu, unaweza ukaona nguvu ya kibali. Inua sauti yako, mwambie Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kibali machoni pako. Ninaomba kibali kwenye macho ya watu 2026. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kibali mbele zako na ninaomba kibali kwenye macho ya watu 2026. Baba, niwezeshe na kibali kwenye mwaka wangu wa 2026. Niwezeshe na kibali kwenye shughuli ninazozifanya. Niwezeshe na kibali kwenye maono ulionipa. Niwezeshe na kibali kwenye malengo ninayotakiwa kuyatimiza. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kibali machoni pako. Ninaomba kibali kwenye macho ya watu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kibali. Ninaomba kibali. Ninaomba kibali. Ninaomba kibali. Nifungulie mlango Bwana wa kukubalika kwako na kukubalika kwa wanadamu. Nipe mlango Bwana wa kupata neema mbele zako na kupata neema kwenye macho ya watu. Nipe mlango Bwana wa kukubalika kwako na kukubalika kwenye macho ya watu. Nipe mlango Bwana wa kukubalika mbele zako na kukubalika kwenye macho ya watu. Nipe Bwana kupendelewa mbele za watu na kupendelewa mbele zako. Nipe Bwana kupendelewa mbele za watu na kupendelewa mbele zako katika mambo yote ninayoyafanya 2026, katika malengo, katika huduma, katika utumishi, katika mambo yangu ya uchumi, katika mahusiano. Nipe Bwana kupendelewa. Nipe Bwana kupendelewa. Nipe Bwana kupendelewa. Nivike kibali Bwana. Nivike kibali Bwana. Nitambulishe na kibali. Nitambulishe na kibali. Nitambulishe na kibali. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unitangaze na kibali kwenye mioyo ya watu. Nitangaze na kibali kwenye mioyo ya watu, kama vile maandiko yanavyosema kwa habari ya Samueli, kwamba Samueli alipata kibali mbele zako na akapata kibali mbele za watu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kibali mbele zako na ninaomba kibali machoni pa watu. Nipe kukubalika Bwana 2026. Nipe kukubalika Bwana 2026. Nisi struggle katika kuwafikia watu. Nisi struggle katika kupata vitu kwa watu. Nisi struggle katika kufanya mambo na watu. Nipe kibali Bwana kwenye macho ya watu. Nipe kibali Bwana kwenye macho ya watu. Nipe Bwana kibali kwenye macho ya watu, katikati ya watu wengi. Nipe kukubalika. Nipe kukubalika. Nipe kukubalika na watu ambao hatuna historia moja. Nipe kukubalika na watu ambao hatujatoka sehemu moja. Nipe kukubalika na watu ambao ni strangers kwenye macho yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unifunike na kibali 2026. Weka muhuri wako Bwana juu yangu kwamba nimekubalika na wewe. Weka alama yako juu yangu kwamba nimekubalika na wewe. Weka muhuri wako juu yangu kwamba nimekubalika na wewe. Weka alama yako juu yangu kwamba nimekubalika na wewe. Niachilie kwenye malango na kibali. Niingize kwenye malango na kibali, kwenye malango ya miji Bwana. Nipeleke na
kibali, nipeleke na kibali, nitangaze malangoni kwamba nimekubalika mbele zako, nitangaze malangoni kwamba nimekubalika mbele zako Baba, katika jina la Yesu. Ninaomba kibali 2026, ninaomba kibali 2026. Nipe Bwana kibali kitakachonipa neema ya kuingia kwenye ndoa yangu. Nipe Bwana kibali kitakachonipa neema ya kutanua mipaka yangu ya uchumi. Nipe Bwana kibali kitakachonipa neema ya kupanda cheo kazini. Nipe Bwana kibali kitakachonipa neema ya kufanya vitu katikati ya watu na kuheshimika na kukubalika Baba, katika jina la Yesu. Ninaomba univike vazi la kibali, nivike 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 vazi la kibali. Oh ya Baba, nivike vazi la kibali, nivike vazi la kibali. Nitangaze kwenye mioyo ya Watanzania kwamba umenikubali. Nitangaze kwa watu ambao wana fursa zangu kwamba umenikubali, kama ulivyomtangaza Yusufu kwenye moyo wa Farao. Nitangaze Bwana kwenye mioyo ya watu, kwa watu ambao wameshika fursa zangu, kwa watu ambao wameshikilia nafasi za kufanya maamuzi. Nipe Bwana kupata kibali mbele zao, nipe Bwana kupata kibali mbele zao, nipe Bwana kupata kibali mbele zao. Watu wote ambao wamekaa kwenye viti vya maamuzi, wamekaa kwenye viti vya maamuzi, watu kama wakina Farao ambao kwa neno moja ninapata nafasi, ninapata fursa, ninainuka na kufanikiwa. Nipe Bwana kukubalika mbele zao, 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 nipe kukubalika Bwana mbele za watu wakuu, mbele za watu wenye vitu, mbele za watu wenye fursa Baba, katika jina la Yesu. Ninaomba kibali 2026, ninaomba kibali 2026. Nipe kibali Bwana kwenye biashara yangu, nipe kibali Bwana kwenye biashara yangu, nipe kibali Bwana kwenye taaluma yangu, nipe kibali Bwana kwenye ndoto zangu, nipe kibali Bwana kwenye utumishi wangu, nipe kibali Bwana kwenye kila eneo ninapotaka kuliinua jina lako. Nipe kibali Bwana ndani ya familia. Oh oh satayadaba maseketerebobosa rika satayadaba. Endelea kumwambia Bwana akupe kibali, mtu wa Mungu, akupe kibali, mtu wa Mungu. Sometimes unaweza ukawa na hekima ya kuiokoa familia yako, lakini watu hawakusikilizi. Sababu ni kwamba hauna kibali. Unaweza kabisa ukawa na majibu ya maswali yanayosumbua taasisi yako, ukawa na ufunuo unaweza kuokoa kampuni, lakini watu hawakupi nafasi. Inua sauti yako, mwambie Baba, ninaomba kibali, ninaomba kibali kwenye taasisi ninayofanya kazi, ninaomba kibali mbele za bosi wangu, ninaomba kibali mbele za wakuu wangu kazini. Nipe kibali Bwana kwenye familia niliyoingia, nipe kibali Bwana kwenye ndoa yangu, nipe kibali Bwana kwa mke wangu, nipe kibali Bwana kwa mume wangu. Endelea kumwambia Bwana akupe kibali, akupe kibali. Ni ngumu sana mtu wa Mungu kukubalika na watu kama hauna kibali. Kibali kinavuta watu, kibali kinashawishi watu, kibali osayata rakosatayadaba. Endelea kumwambia Bwana nijaze na kibali, nifunike na kibali, niatamie na kibali, nijaze na kibali, nifunike na kibali, niatamie na kibali kwenye kila fursa mpya ninayoiendea, kwenye kila mlango mpya ninaouendea. Baba, nifunike na kibali, nijaze kibali. Weka alama ya kibali juu yangu, weka alama ya kibali juu yangu, weka muhuri wa kibali juu yangu, weka muhuri wa kibali juu yangu, weka muhuri wa kibali juu yangu. Nifungulie Bwana mlango wa kibali. Oh sayata rakusatayata. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kibali kwenye kipawa ulichonipa, kwenye neema ulionipa, kwenye kipawa ulichonipa, kwenye neema ulionipa, kwenye uwezo ulionipa. Nipe kibali Bwana ili nipate nafasi ya kukitumia hiki kitu, ili nipate nafasi ya kuwa na matokeo na hiki ulichonipa. Baba, nipe kibali
kwenye ideas ulizonipa. Nipe kibali Bwana kwenye ideas ulizonipa. Nipe Bwana kibali kwenye ndoto ndani ya moyo wangu. Nipe kibali sayata. Nipe Bwana kibali kwenye nguvu na uwezo wangu. Nisiishie tu kuwa na nguvu, ila nipate nafasi kwenye mioyo ya watu, nipate nafasi kwenye maeneo, nipate nafasi kwenye ofisi, nipate fursa. Sayata. Baba, nahitaji kibali. Nifunike na kibali, nifunike na kibali, nifunike na kibali. Nipe Bwana kukubalika, nipe Bwana kukubalika, nipe Bwana kukubalika, nipe Bwana kukubalika, nipe Bwana kukubalika. Watu wakanisikilize kwa sababu ya kibali, watu wakanipokee kwa sababu ya kibali, watu wakanipende kwa sababu ya kibali, watu wakaniheshimu kwa sababu ya kibali. Nipe Bwana kibali, nipe Bwana kibali, nipe Bwana kibali, nipe Bwana kibali. Baba, katika jina la Yesu, endelea mtu wa Mungu kumwambia Bwana akujaze na kibali, akufunike na kibali, akuatamie na kibali. Sayata riko satayata riko satayata. Kama una malengo mtu wa Mungu ambayo unatazamia kuyafanya 2026, maybe labda una ndoto za kuanzisha biashara, ndio muda wa kuiombea muda huu, ndio wakati wa kuomba muda huu. Inua sauti yako kwa ajili ya hiyo lengo, kwa ajili ya hiyo ndoto, kwa ajili ya huo mradi. Mwambie Baba, katika hili ninalotaka kulianza mwezi ujao, katika hili nililopanga kulifanya mwezi wa 6, katika hili nililosema 2026 haitaisha bila kulifanya, nipe Bwana kibali cha kuweza kulifanya. Nipe kibali cha kuweza kulizaa. Nipe Bwana kibali, nipe Bwana kibali ili nilifanye kwa ujasiri. Nipe Bwana kibali ili nifanye kwa nguvu. Nipe Bwana kibali. Sayata masatarababosa shakatabakatayadaba mesakatarababodia. Mtu wa Mungu, kitakachosababisha watu wasikuonee, kitakachosababisha watu wakuheshimu, kitakachosababisha watu wakuogope ni kibali cha Bwana juu yako, ni kibali cha Bwana juu yako. Kadiri ambavyo unakuwa na kibali, ndivyo ambavyo watu wanakuheshimu. Kadiri ambavyo unakuwa na kibali, ndivyo ambavyo watu wanakosa sababu za kushambulia. Inua sauti yako, mwambie Bwana, nifunike na kibali, nifunike na kibali. Nipe kibali Bwana, nipe kibali kitakachonipa heshima, kitakacholeta utisho, kitakacholeta heshima. Nipe Bwana kibali, kibali machoni pa watu, kibali machoni pa watu, kibali machoni pa watu, kibali. Shakota sekete rikosayara mesukatarababodia mekorababasete makasakatayaraba rekosataya maseketerebobosa. Inua sauti yako kwa ajili ya familia na watu wako. Inua sauti yako kwa ajili ya familia na watu wako. Sema, Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya watu wangu na familia yangu. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya watu wangu na familia yangu, kwa ajili ya watu wangu na familia yangu, ninaomba kibali, ninaomba kibali, ninaomba kibali kwa ajili ya watu wangu. Tupe Bwana kukubalika, tupe Bwana kukubalika. Turejeshe Bwana kibali, tupe Bwana kibali kwenye familia. Tuondolee vazi la aibu, tuondolee vazi la unyonge, tuvike vazi la kibali, tuvike vazi la kibali, tuvike vazi la kibali. Wavishe watoto wangu vazi la kibali, visha familia yangu vazi la kibali, visha mke wangu vazi la kibali, visha mume wangu vazi la kibali. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana awavishe watu wako vazi la kibali. Unayo hiyo manto, mtu wa Mungu, ya kuomba kwa ajili ya watu wako. Unayo hiyo manto ya kuomba kwa ajili ya watu wako. Unayo hiyo manto ya kuomba kwa ajili yako. Mwambie Baba, katika jina la Yesu, ninakataa watu wangu kuendelea kubaki kwenye kuonewa. Ninakataa watu wangu kuonekana kama waliokataliwa. Baba, katika jina la Yesu, visha watu wangu vazi la kibali, visha familia yangu vazi la kibali, visha familia yangu vazi la kibali. Wape kukubalika kwenye malango, wape kukubalika kwenye fursa, wape kukubalika machoni pa watu, wape kukubalika kwenye uwepo wako, wape kukubalika kwenye uwepo wako. Baba, ikubali familia yangu. Sayata reko satayata mesatarababoria. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba uikubali familia yangu. Ipe Bwana kukubalika mbele zako. Wape Bwana watu
wangu kukubalika mbele zako. Wape wazazi wangu kukubalika mbele zako. Wape ndugu zangu kukubalika mbele zako. Wape Bwana kukubalika mbele zako. Ninaomba kibali kwa ajili ya familia yangu, kibali kwa ajili ya watu wangu, kibali kwa ajili ya watoto wangu, kibali kwa ajili ya ndugu zangu, katika jina la Yesu. Ayayaya, oh yayaya, oh sataya, ayayaya. Twende kwenye prayer point yetu ya pili. Nataka uinue sauti yako kumwambia Bwana akupe neema. Bwana akupe neema. Mtu wa Mungu, unapozungumza kuhusu neema, unazungumza kuhusu msaada wa Mungu juu yako. Neema ni msaada wa Mungu. Ni package, ni complete package ambayo imesheheni msaada. Unapokuwa unajenga, unapoomba neema ya kujenga, maana yake unamwambia Mungu, niwezeshe kupata simenti, niwezeshe kupata kiwanja, niwezeshe kupata misumari, niwezeshe kupata mafundi, niwezeshe kupata mbao, kila kitu kinachohitajika ili kuweza kujenga. Ukiomba neema ya kujenga, maana yake umeomba complete package. Kwa hiyo tunapoenda kuomba neema, tunaomba msaada kutoka juu. Tunaomba uwezesho kutoka juu. Tunamuomba Mungu aingilie kati kutusaidia. Tunamwambia Bwana aweke bajeti yetu mbinguni kwenye vitu ambavyo tunavihitaji. Can you imagine, Mungu ana bajeti yako 2026. Mungu ana bajeti yako, mbingu zina bajeti yako, ili uweze kutimiza malengo, ili uweze kutimiza kusudi. Mbingu zinakuwa na bajeti yako. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10, maandiko yanasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Neema ya Mungu kwa Petro, kwa Paulo, ilimwezesha kufanya kazi kupita wote. Inua sauti yako, mwambie Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema ili niweze kuzidi sana 2026. Ninaomba neema ili niweze kupata matokeo ya ajabu 2026. Katika kila ulilonipa, kila mahali uliponiweka, kila mahali uliponituma, kila mahali unaponitazamia, Baba, ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako. Nipe neema itakayoniwezesha kupata matokeo. Nipe neema itakayoniwezesha kuwa mkuu. Nipe neema itakayonisaidia kutimiza malengo kwa spidi. Nipe neema itakayonisaidia nisikate tamaa katikati ya safari. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya mwaka 2026, ninaomba neema yako. Kando ya maombi yangu, ninahitaji neema yako. Kando ya bidii yangu, ninahitaji neema yako. Kando ya ujuzi na connection zangu, Baba, nipe neema yako. Nifunike na neema ili niweze kuzaa matunda. Nifunike na neema ili niweze kuwa na nguvu. Nifunike na neema ili niweze kupata matokeo ya kimkakati. Nifunike na neema ili nisitoke mkono mtupu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema 2026. Ninaomba neema 2026. Nipe neema Bwana itakayoniwezesha kuvuka mipaka, kuandika historia mpya. Nipe neema Bwana itakayosababisha watu wangu wajue kwamba kuna Mungu mwenye uweza, kuna Mungu mwenye nguvu, kuna Mungu anayesaidia watu wake. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema 2026. Ninaomba neema 2026. Nifungulie Bwana mlango wa neema. Nipe Bwana neema. Nipe Bwana mlango wa neema. Nipe Bwana mlango wa neema. Nipe mlango Bwana wa neema. Neema itakayoniwezesha kuzaa matunda kuliko wengine, kuzaa matunda kuliko walionitangulia, kuzaa matunda kuliko walionitangulia. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema 2026.
2026. Weka alama yako juu yangu ili itambulikane kwamba nimepata neema. Piga muhuri wako juu yangu ili Bwana ijulikane nimepata neema. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema 2026. Nipe neema Bwana ya kutenda makuu. Nipe neema Bwana ya kutembea kwenye kalama, miujiza na uponyaji. Nipe Bwana neema ili niweze kutembea kwenye kalama ulizonipa, ili niweze kutembea kwenye ishara na maajabu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema yako 2026. Nifungulie mlango wa neema. Nipe mlango wa neema. Nipe mlango wa neema. Nipe mlango wa neema. Neema itakayonitofautisha, neema itakayonifanya kuwa mtu mkuu, neema itakayoniwezesha katikati ya watu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema. Ninaomba neema. Ninaomba neema. Ninaomba neema kwa ajili ya mwaka 2026. Nipe Bwana neema. Nipe Bwana neema. Nipe Bwana neema. Sihada mesura baba sete makara baboria mesubra katayantabo sakuta bakatayantabaria mekarababa sataya. Endelea kumwambia Bwana kwamba unaomba neema, akujaze na 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 neema. Kwenye mji wako Bwana akupe neema, kwenye huduma aliyokupa akupe neema, kwenye ndoa yako akupe neema, kwenye malezi ya watoto akupe neema, kwenye uchumi wako akupe neema, kwenye kila unaolitafuta akupe neema. Mtu wa Mungu, neema ya Mungu ikiwa kwako, unakuwa kama mtu ambaye una jeshi nyuma yako. Ndio maana Paulo anasema na neema ya Mungu haikuwa bure, haikuwa bure. Ilisababisha nipate matokeo, ilisababisha nizidi sana. Hiyo neema haikuwa bure, hiyo neema haikuwa bure. Haikuwa tu kitu cha kawaida, haikuwa kitu cha mzaa. Hiyo neema satayadaba. Endelea kumwambia Bwana 2026 ninahitaji neema yako, ninahitaji neema yako, ninahitaji neema yako katikati ya nidhamu yangu, katikati ya bidii yangu. Baba, nipe neema, nipe neema Bwana, ili huu mwaka ndo uwe mwaka ambao nitapata matokeo ambayo sikuwahi kuota, nitapata matokeo ambayo sikuwahi kuzani, nitapata matokeo ambayo watu wangu wao itakuwa historia mpya. Baba, nipe neema kama ulivyompa neema Yusufu, kama ulivyompa neema Yusufu, kama ulivyompa neema Samueli, kama ulivyompa neema Yesu. Nipe Bwana neema, nipe Bwana neema. Nifunike na neema, nitambulishe na neema, niinue na neema, niongeze na neema. Saya reko siadaba mesukatayanta mekarababosa shakatayandabante masepreketoria mekarababodia rabande. Endelea kumwambia Bwana, ninahitaji neema, ninahitaji neema, ninahitaji neema. Unaponitukuza Bwana, nitukuze na neema, nitukuze na neema, nitukuze na neema, nitukuze na neema. Kwenye kizazi hiki nitukuze na neema, kwa watu ulionipa nitukuze na neema. Baba, katika jina la Yesu ninaomba hiyo neema. Sayata reko sayata reko sayata. Neema, neema, neema. Mtu wa Mungu, neema, 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 neema. Mtu wa Mungu, inapokuwa kwako unakuwa na uwezo wa kuiangusha milima, unakuwa na uwezo wa kuiangusha milima. Neema ya Mungu inapokuwa upande wako unakuwa na uwezo wa kuiangusha milima. Kitabu cha Zekaria sura ya 4 mstari wa 7, maandiko yanasema, ni nani mlima mrefu mbele ya Zerubabeli mtumishi wangu? Ni nani mlima mrefu mbele ya Zerubabeli mtumishi wangu? Utakuwa nchi tambalale, naye ataliita lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema, neema ilikalie. Nataka mtu wa Mungu, ndani ya moyo wako uamini, hii neema ikipatikana kwako, milima inaanguka, milima unaikalia, milima inakuwa nchi tambalale. Tunapoongea kwa habari ya milima, tunaongea kwa habari ya vizuizi, tunaongea kwa habari ya mipaka, tunaongea kwa habari ya mambo makubwa
yanayokutisha kwamba yamekuzidi uwezo, inua sauti yako, mwambie Baba, katika jina la Yesu ninaiita hiyo neema Bwana inayoangusha milima, hiyo neema Bwana inayong'oa milima, hiyo neema Bwana inayosafisha njia na kuifanya kuwa nchi tambalale, ikanitangulie hiyo neema, ikanitangulie, ikasawazishe milima, ikaweke tambalale kuelekea ndoa yangu, kuelekea uchumi wangu, kuelekea kazi yangu, kuelekea utumishi wangu, kuelekea maono, kuelekea kusudi, kuelekea familia. Hiyo neema Bwana ikakalie milima, ikakalie milima, ikakalie milima, ikakalie milima. Hiyo neema satayadaba ikakalie milima, ikakalie milima. Hiyo neema Bwana, hiyo neema Bwana ikakalie milima, ikakalie milima, ekasatayadaba. Hiyo neema Bwana ikakalie viambaza vilivyoangusha ndugu zangu, viambaza vilivyokwamisha wazazi wangu, viambaza vilivyoshikilia familia. Hiyo neema ninaiagiza ikavikalie, ikavisawazishe, ikaviondoe rakosataya. Hiyo neema ninaiasaini kuingia kazini, kuelekea hatima yangu, kuelekea maisha yangu, kuelekea utumishi, kuelekea maono, kuelekea assignment yangu. Hiyo neema ikakalie milima, ikasawazishe, ikaweke mpenyo, ikatengeneze nafasi katika jina la Yesu. Hiyo neema ninaiasaini, hiyo neema ninaiita, hiyo neema ninaiingiza kazini, hiyo neema ninaiingiza kazini, hiyo neema ninaiingiza kazini, hiyo neema ninaiingiza kazini, hiyo neema. Hiyo neema Bwana sayata ikaingie, sakata ikaingie, rikosaya. Hiyo neema sakata yadaba, rekokosata yadaba ikaingie kazini, ikaingie kazini. Saya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Twende kwenye prayer point yetu ya 3 usiku wa leo. Nataka uinue sauti yako, mwambie Baba, niwezeshe kwa kibali na neema. 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 Sema Baba, katika jina la Yesu, ninahitaji uwezesho wako 2026. Ninaomba neema na kibali 2026. Fanya neema na kibali kuwa vazi langu malangoni. Fanya neema na kibali kuwa utambulisho wangu mbele za watu. Baba, ninaomba kutembea kwenye neema na kibali. Nipe kukubalika 2026. Nipe kupendelewa 2026. Nipe kusaidiwa na mbingu 2026. Baba, niwezeshe na neema na kibali. Inua sauti yako, mtu wa Mungu, kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana, niwezeshe na neema na kibali. Niwezeshe kwa neema na kibali. Niwezeshe kwa neema na kibali. Katika yote ninayoyafanya Baba, ninahitaji uwezesho wako wa neema na kibali. Nipe neema Bwana na kibali kama vazi langu. Nipe neema na kibali kama utambulisho wangu. Nipe neema na kibali kama kutofautishwa kwangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema na kibali. Ninaomba neema na kibali. Ninaomba neema na kibali. Ninaomba neema na kibali. Nipe Bwana neema na kibali. Nipe Bwana neema na kibali. Maseketerebo posa sakata yantaba. Nipe Bwana neema na kibali. Nahitaji Bwana neema na kibali. Nijaze neema na kibali. Nijaze neema na kibali. Nijaze neema na kibali. Nipe kupendelewa na wanadamu. Nipe kupendelewa na taifa. Nipe kupendelewa na Watanzania. Nifungulie Bwana password za kupita kwenye mioyo ya Watanzania. Nipe Bwana kukubalika kwenye Watanzania. Nipe Bwana kukubalika katikati ya watu. Nipe Bwana kukubalika kwenye masoko. Nipe Bwana kukubalika na watu wenye akili. Nipe Bwana kukubalika na watu wenye interest na ufalme wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unijaze kwa kibali na neema. Kibali na neema. Kibali na neema.
kibali na neema. Funika macho yako, mtu wa Mungu. Naomba unipe dakika kadhaa ili niweze kukutamkia matamko ya baraka. Baba, katika jina la Yesu. Maandiko yananipa maelekezo kwamba moja kati ya mtaji unaowapa watu wako ni neno. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninasimama kama kuhani kutangaza, mtu huyu amepokea kibali na neema kwa ajili ya kuinuka na kufanikiwa 2026. Kila eneo alipong'ang'ana, kila eneo alipojitahidi sana na kukosa matokeo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninapindua hiyo ripoti, ninapindua huo utaratibu kwa kibali na neema. Ninamfunika na kibali na neema kama vazi. Ninamfunika na kibali na neema kama vazi. Ninamtangaza na kibali na neema kama utambulisho wake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mtu huyu anayesikia sauti yangu amepokea kibali na neema cha kuingia na kutoka. Amepokea kibali na neema cha kufanya na kuwa mtu mkuu. Amepokea kibali na neema cha kutimiza yote aliyoagizwa na mbingu kufanya. Amepokea kibali na neema kwa ajili ya kupata upendeleo mbele za wanadamu. Amepokea kibali na neema kwa ajili ya kuongezeka sana na kuzidi. Amepokea kibali na neema kama vile Yusufu alivyokuwa na kibali na neema alipokuwa kwenye nchi ya ugeni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaitangaza neema ya kufanikiwa katikati ya nchi ya ugeni, katikati ya mji mpya, katikati ya fursa mpya. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, chochote anachotaka kukianza kipya, amepokea neema, amepokea kibali cha kufanikiwa. Vile vile Bwana ulivyomsimamia Yusufu, vile vile Bwana ulivyomsaidia Yusufu akiwa kwenye nchi ya ugeni, ndivyo ambavyo utatembea na mtoto wako huyu mwaka wote 2026. Ninamtambulisha na kibali na neema, ninamtangaza na kibali na neema, ninaweka alama ya kibali na neema juu yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amina.